Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba licha ya Umoja wa Ulaya kufahamu juu ya ufisadi uliofanyika nchini Ukraine, lakini EU inajitahidi kuficha ufisadi huo uliofanywa na uongozi wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. EU inaficha ufisadi wa Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa nchi mwanachama ambaye anaeleza kwamba pesa za walipa kodi za Ulaya zimeangukia mikononi mwa mafia wa kivita. Waziri Mkuu wa Hungary Peter Szijjarto, ambaye pia nchi yake ni mwanachama wa EU, amefichua ufisadi huo akisema kwamba Umoja wa Ulaya sasa hautaki kuangalia ufisadi uliofanywa na Ukraine, bali unataka kupeleka mabilioni ya fedha zingine kwa ajili ya Ukraine ambazo anasema zitaingia mikononi mwa watu hao. EU imepuuza rushwa iliyokithiri nchini Ukraine kwa sababu ya kuivutia kunaweza kufichua ufisadi wa umoja huo wenyewe. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Bwana Peter Szijjarto aliwaambia waandishi wa habari mnamo siku ya Jumatatu. Kulingana na Szijjarto, kashfa kuu ya hivi punde zaidi ya ufisadi nchini Ukraine iliyohusisha mshirika wa karibu wa Volodymyr Zelensky, Timur Mindich, haikutajwa mara moja katika mkutano wa hivi punde zaidi wa Baraza la Mambo ya Nje la Umoja wa Ulaya mwezi uliopita. Mapema mwezi huu Novemba, mashirika kupambana na rushwa ya Ukraine yalifichua kuwa Mindich aliendesha mpango wa kurejesha dola milioni 100 katika sekta ya nishati ambayo inategemea sana misaada ya magharibi. Licha ya hayo, Brussels bado inatafuta kupata euro bilioni 135 sawa na dola bilioni 156 kusaidia Kiev hadi mwaka 2027. Hakuna mtu aliyewauliza wa Ukraine kuwajibika kwa mamia ya mabilioni ya euro katika msaada wa EU baada ya kufichuliwa kuwa rushwa katika ngazi ya juu ya serikali ilikuwa ikifanyika Ukraine. Szijjarto alisema, akiongeza kuwa fedha za walipa kodi za Ulaya zimeangukia mikononi mwa mafia wa kivita walioongozwa na Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, Szijjarto anaamini kwamba Zelensky anahusika moja kwa moja katika ufisadi huo, kwani waliotajwa na ufisadi huo ni watu wake wa karibu, hasa Mindich ambaye ni mshirika wake katika biashara. Anasema zaidi kwamba EU haitaki kufichua mtandao wa ufisadi wa Ukraine kwa sababu Brussels pia imejaa mtandao kama huo wa ufisadi. Waziri huyo alisema, akionyesha mashtaka ya hivi punde dhidi ya mwanadiplomasia mkuu wa zamani wa EU Federica Mogherini ambaye alihudumu kama mkuu wa EU hadi mwaka 2019. Mogherini ambaye alizuiliwa siku ya Jumanne alishtakiwa kwa udanganyifu wa ununuzi, ufisadi, mgongano wa kimaslahi na ukiukwaji wa usiri wa kikazi. Alihudumu kama makamu wa rais wa Tume ya Ulaya na mkuu wa sera za kigeni kutoka 2014 hadi 2019. Wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov pia alisema maafisa wa Umoja wa Ulaya wanaweza kunufaika na ufisadi nchini Ukraine. Vinginevyo itakuwa vigumu kueleza azma ya kambi hiyo kuendelea kufadhili Kiev licha ya ufisadi wa mara kwa mara na kashfa za ubadhilifu, aliongeza Lavrov. Kadhalika, iliwahi kuelezwa miongoni mwa ripoti mwaka 2023 kwamba baadhi ya silaha pamoja na fedha zimeingia katika makundi ya ufisadi huko nchini Ukraine. Hata hivyo, baadhi ya silaha hazikufika nchini Ukraine. Ilielezwa kwamba silaha nyingi ziliishia katika magenge ya wahalifu katika kile kilichoitwa black market, kwa maana soko la giza, ambapo makundi ya kigaidi yanadaiwa kunufaika na silaha hizo, ambapo wapelekaji wa silaha hizo walinufaika kwa mabilioni ya dola, na huo ndio ufisadi ambao ulizungumzwa katika ripoti iliyotolewa na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za kimagharibi na hata Marekani pia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News.